Vita vya moja kwa moja kati ya Marekani na Iran vinaweza visiepukike ikiwa suala la nyuklia halitafikiwa makubaliano. Marekani na Israeli zilipanga kwa muda mrefu kuanzisha mashambulizi makubwa dhidi ya Iran, na mpango wao ni kuharibu nguvu za nyuklia za Ayatollah Al-Khamenei ambazo anaringia kwa wakati huu. Ni kauli ambayo ilitolewa na Marekani pamoja na Israeli, hasa baada ya kukutana kati ya rais wa Marekani Bwana Donald Trump, na sasa zinajiandaa kuanzisha mashambulizi dhidi ya Iran ili hatimaye kuharibu tishio la uwezo wake wa nyuklia. Hata hivyo, Iran imesema kwamba katika nyakati ambazo Marekani pamoja na Israeli zitakuwa zikifanya makosa makubwa, ni pamoja na kufanya shambulizi la aina yoyote katika maeneo yake ya nyuklia, lakini pia ikionya kwamba hali itakuwa mbaya zaidi katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Trump aliapa kutakuwa na ulipuaji ikiwa Iran haitaanguka katika mstari, huku raia wa Marekani wakishambulia kwa siri na Teheran kuweka makombora katika tahadhari. Marekani na Israeli pia zinapanga mashambulizi hayo ili kulipiza kisasi kwa Teheran na mashambulizi ya washirika wake dhidi ya Israeli ambayo yameiacha Mashariki ya Kati katika mchafuko katika kipindi cha miezi 18 iliyopita. Hata hivyo, hili liliwaamsha wengi kuona kwamba hali katika Mashariki ya Kati itakuwa ni ngumu sana. Ufaransa imeonya kwamba lazima kuwepo makubaliano kati ya mataifa hayo mawili ama matatu, kwa maana kati ya Marekani na Iran. Mataifa yenye nguvu za Ulaya yanatumai makubaliano ya kidiplomasia yatafanywa ambapo yatazuia shughuli za kurutubisha uranium kwa Iran. Ikulu ya White House inazingatia mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja na Iran kuhusu mpango huo, wakati huo huo ikitoa msukumo mkubwa kwa vikosi vyake vya kijeshi. Hii itampa Trump bunduki iliyojaa ikiwa ataihitaji. Mpango wa Donald Trump ni kuona Iran haipati nguvu na haiwi na nguvu katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Jeshi la wanamaji la Marekani linaongeza maradufu idadi ya wabebaji katika eneo hilo katika maandalizi, hata kuhamisha chombo cha kubeba ndege kilichotupwa wakati wa mapambano dhidi ya Osama bin Laden katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Tayari USS Harry S. Truman, ambayo imekuwa muhimu katika kuwashambulia washirika wanaodaiwa wa Iran Wahouthi kutoka nchini Yemen kwa mabomu, ipo tayari na imeongezwa na meli nyingine ya USS Carl Vinson ambayo imepelekwa katika eneo hilo. Wachambuzi wanaamini kuwa meli ya Carl Vinson kwa sasa iko katika bahari ya China Kusini na inaweza kuwa katika eneo la Ghuba ya Uajemi. Huu ni mpango rasmi sasa wa kuona huenda vita wakati wowote vikatokea kati ya mataifa haya mawili makubwa duniani. Hata hivyo, Marekani imehamisha idadi kubwa ya makombora ya B-2 ambayo yamepelekwa nchini Israel, na makombora hayo ni maalum kwa ajili ya mapambano zaidi dhidi ya Iran, lakini pia dhidi ya makundi ambayo wameaita makundi ya kigaidi, ikiwa ni pamoja na kundi la wapiganaji la Hamas huko katika ukanda wa Gaza. Amerika sasa pia ina theluthi moja ya makombora hayo ya siri ya B-2 ambayo yaliwekwa huko Diego Garcia. Picha za satellite zimeonyesha moja kati ya kambi zake zinaonyesha makombora hayo ya B-2 ya Marekani sasa yameelekezwa moja kwa moja Iran na yapo tayari kwa ajili ya kurushwa, kama ambavyo Iran imeategesha makombora yake kwa ajili ya kuharibu miundombinu ya ngome zake za kijeshi. Mabomu mazito ya siri yanaweza kuwa yamebeba mabomu makubwa ya kutosha kupenya ulinzi mkali kwenye tovuti ya nyuklia zilizo chini ya ardhi na kuzifuta. Ndege 6 za Stratotanker zinazojaza mafuta ndani ya ndege pia zinaweza kuonekana kwenye eneo la Diego Garcia katika picha za satellite ambazo zimeelezwa na kuonyeshwa. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.